Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya jioni. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza somo la leo jioni, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Situombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunakushukuru kwa wema wako, kwa kutulinda na kutuongoza tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tumepiga magoti mbele yako sahi Baba, tukiliitia jina lako takatifu na kuomba ya kwamba Baba uwe pamoja nasi tunapoendelea kujifunza hizi kweli za milele, na hebu zikapate kuwa sehemu ya maisha yetu. Katika jina lake Yesu tunaomba, amina. Somo la 463 lenye kichwa kinachosema ujumbe wa mvua za masika. Ujumbe wa mvua za masika ni wa namna gani? Maarifa juu ya kafara ya Kristo huko mbinguni ndiyo itakayotuvuta mioyo yetu kumpenda sana na kuacha dhambi, na huo ndio ujumbe wa mvua za masika. Fungu la maandiko linapatikana katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 22 hadi wa 24. Asema, bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Tuanze na utangulizi. Sasa tutaelekeza mawazo yetu kwenye maarifa ya msingi kuhusu upatanisho wa mwisho unaofanyika katika patakatifu pa mbinguni, ambao ni muhimu kwa ajili ya kupokea tendo la mwisho la utakaso, wakati dhambi zetu zikifutwa, wakati nyakati za kuburudishwa zitakapokuja kutoka kwa uwepo wa Bwana. Ni kweli hizi hasa ambazo kanisa lilipaswa kuwa likisonga mbele nazo, ambazo fundisho la Utatu Mtakatifu limeficha kwa ufanisi kwa miaka mingi sasa. Ujumbe mzima wa kanisa la SDA ndiyo kusudi lote la kanisa la SDA kuwepo, ni kutangaza ukweli na kutoa nuru tuliopokea kwa kuelewa huduma ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni. Hapa ndipo kazi yetu yote ilipoanzia,
malaika watatu wanaobeba ujumbe wa mwisho wa rehema wenye sehemu tatu wanatuma kutoka patakatifu pa mbinguni. Unaweza ukaangalia hiyo katika Early Writings ukurasa wa 245 hadi 258. Jumbe za Sabato na malaika watatu zilitujia zikiwa zimeunganishwa bila kutenganishwa na mafundisho ya Biblia kuhusu patakatifu. Tulipaswa kusonga mbele katika nuru hii kila wakati. Nukuu ifuatayo kutoka Spirit of Prophecy juzuu ya 4 ya roho ya unabii inatuonesha mambo muhimu kwa ajili ya somo hili lote. Anasema wale waliofuata katika nuru inayopanuka ya neno la unabii waliona kwamba badala ya kuja duniani mwishoni mwa siku 2300 mwaka wa 1844, hatimaye Kristo aliingia patakatifu pa patakatifu pa mbinguni mbele za Mungu kufanya kazi ya kufunga ya upatanisho, akijiandaa kwa kuja kwake. Ilionekana pia kwamba ingawa sadaka ya dhambi ilimuonesha Kristo kama kafara na kuhani mkuu pia ilimwakilisha Kristo kama mpatanishi, mbuzi wa Azazeli aliwakilisha Shetani, mwanzilishi wa dhambi, ambaye dhambi za waliotubu kweli zitawekwa juu yake hatimaye. Wakati kuhani mkuu kwa sifa za damu ya sadaka ya dhambi alipoondoa dhambi kutoka patakatifu, aliziweka juu ya mbuzi wa Azazeli. Wakati Kristo kwa sifa za damu yake mwenyewe anapoondoa dhambi za watu wake kutoka patakatifu pa mbinguni, mwishoni mwa huduma yake ataziweka juu ya Shetani, ambaye katika utekelezaji wa hukumu lazima abebe adhabu ya mwisho. Mbuzi wa Azazeli kwa kutumwa atapelekwa katika nchi isiyokaliwa na watu, asije akaingia tena katika kusanyiko la Israeli. Vivyo hivyo Shetani atafukuzwa milele kutoka mbele za Mungu na watu wake, naye atafutwa kabisa katika uharibifu wa mwisho wa dhambi na wa dhambi. Spirit of Prophecy Volume 4 kurasa 266 aya ya 2 na ya 3. Hivi ndivyo inavyoletwa kwetu kuona wakati tangu Kristo aingie katika patakatifu pa patakatifu pa patakatifu pa mbinguni hadi kuondolewa kwa mwisho kwa dhambi na kufungwa kwa pambano kuu. Kwanza tunaambiwa kwamba nuru iliyowaleta Wasabato kuwepo ni huo ujuzi wa nuru inayopanuka, advancing light. Haitulii eti kwamba tumepata ukweli utakuwa ukweli huu mpaka kesho. Inazidi kupanuka. Nuru haiachi kusonga mbele hadi watu wa Mungu watakapofutwa dhambi zao. Nuru inaendelea hadi yeye mwenyewe awe kipimo kamili kilichomwagwa katika mvua za masika za Roho wa Kristo. Nuru inayopanuka kutoka patakatifu pa mbinguni, yaani sifa za damu ya sadaka kuu ya dhambi. Sehemu iliyobaki ya somo letu itazingatia jambo lingine linalotolewa katika nukuu, hasa hii: kwa sifa za damu ya sadaka ya dhambi iliondoa dhambi kutoka patakatifu. Tunahitaji kujifunza zaidi kuhusu sifa za damu ya sadaka ya dhambi kwa kufuata nuru inayopanuka. Sikiliza kile Ellen G. White alichosema zaidi kuhusu kukua hasa katika uelewa huu. Anasema tunahitaji kuweka mbele yetu daima ufanisi wa damu ya Yesu. Mnasikia kwa jamani? Kafara ya mbinguni. Damu hiyo inayotakasa na kutegemeza uhai, inayochukuliwa na imani iliyo hai, ndiyo tumaini letu. Tunahitaji kukua katika kuthamini thamani yake isiyopimika, kwani inatuzungumzia tu tunapodai sifa zake kwa imani, tukiweka dhamiri safi na kuwa na amani na Mungu. SDA Bible Commentary Volume 7 kurasa 947 aya ya 11.
Kwa hiyo hebu na tujifunze kwa hofu na kutetemeka juu ya yale ambayo sasa yamefunuliwa kuhusu sifa za damu ya dhabihu ya dhambi. Mambo ya Walawi sura ya 16, siku ya upatanisho. Kumbuka pale kwa wana wa Israeli katika kivuli ilitokea mara moja kila mwaka. Sisi kwetu ambao tunaenda na kitu halisi ilitokea tarehe 22 Oktoba 1844 ambapo ndio inahesabika kama siku kuu ya upatanisho. Tukirudi kwenye mambo ya Walawi sura ya 16 ili kupitia kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu siku ya upatanisho, tutajifunza jambo muhimu sana ambalo lazima lizingatiwe ikiwa tunataka kukua katika uthamini wetu wa ubora wa damu ya sadaka ya dhambi. Tunajifunza hapo kwamba kuhani mkuu katika siku ya upatanisho kwa kweli hutoa kafara mbili ambazo zote huitwa sadaka za dhambi. Hebu tuangalie mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 5 ambapo anasema, naye atachukua kutoka kwa mkutano wa wana wa Israeli wanambuzi wawili kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Mambo ya Walawi 16 mstari wa 5 anasema, hivyo Haruni ataingia mahali patakatifu na ng'ombe dume mchanga kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Kwa hiyo hapo kuna aina mbili za damu zinazotumika kutakasa patakatifu. Tuko pamoja? Aina mbili za damu. Na nimeleta somo hili kwamba kuna damu ya mwanadamu na kuna damu ya Mungu, na zote mbili zinahitajika. Mara wanyama hawa wawili walipochinjwa, damu ya wote wawili ilitumika kunyunyizia kitu cha rehema na kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za Israeli. Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 14 hadi wa 16. Kisha atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kunyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza ile damu kwa kidole chake mara 7. Kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu na kuleta damu yake ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikaayo pamoja nao katikati ya machafu yao. Baada ya hayo, damu ya sadaka mbili za dhambi ilipaswa kutumika kuisafisha madhabahu. Tuangalie katika mambo ya Walawi 16:18 na 19. Kisha atatoka na kuiendea madhabahu iliyo mbele za Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na ya damu ya yule mbuzi na kuitia juu ya pembe za madhabahu pande zote. Tena atanyunyiza baadhi ya damu juu ya madhabahu kwa kidole chake mara 7 na kuitakasa ili machafu yote ya wana wa Israeli yaitoke. Sasa ni dhahiri kwamba ili tuweze kukua katika kuthamini thamani isiyopimika ya damu ya Yesu na kwa imani kudai sifa zake, tunahitaji kuchukua nuru na maarifa yote ambayo Mungu anafurahi kutoa kuhusu mada hii. Hebu tuangalie jinsi Kristo anavyotimiza huduma kamili ya aina hizi mbili zinazowakilishwa na sadaka ya dhambi ya ng'ombe dume na mbuzi wa Bwana. The Great Controversy kurasa 420 aya ya 2 anasema hivi: na kile kilichofanywa kwa mfano katika huduma ya patakatifu pa duniani kinafanywa kwa uhalisia katika huduma ya patakatifu pa mbinguni. Jinsi Yesu anavyotimiza sadaka mbili za dhambi kutoka kwenye huduma halisi. Kwanza, ng'ombe dume mchanga ambaye kuhani mkuu anamchinja. Tunaambiwa katika mambo ya Walawi madhumuni ya sadaka hii ya dhambi.
Katika Walawi 16 mstari wa 6 anasema, na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Ijapokuwa Yesu, tofauti na kuhani mkuu duniani, hahitaji kufanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe, bado anatimiza kivuli katika kuwa ng'ombe dume anayewakilisha upatanisho kwa ajili ya nyumba yake au watu wake. Kanisa la Kristo, watu wa Mungu, ni nyumba yake. Kama vile Haruni, kuhani mkuu wa kwanza wa hema ya duniani, alivyofanya upatanisho kwa ajili ya nyumba yake, yani nyumba ya Haruni. Kutoka 19 mstari wa 6 anasema, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Waebrania 3 mstari wa 6 anasema, lakini Kristo kama mwana juu ya nyumba yake mwenyewe, sisi ni nyumba yake, tukishikamana na ujasiri na furaha ya tumaini hilo hadi mwisho. Fahali mchanga au dume mchanga anawakilisha sadaka ya dhambi, wakati Kristo alipojitwalia ubinadamu na kushiriki mwili na damu ili awe kuhani mkuu mwaminifu na mwenye rehema. Na Waebrania 2:17 anasema, kwa hiyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Damu ya ubinadamu mkamilifu wa Kristo ilikuwa muhimu ili kunyunyiziwa kwenye kiti cha rehema katika siku ya upatanisho ya kivuli, katika huduma yake ya upatanisho wa mwisho katika patakatifu pa mbinguni, wakati dhambi zetu zitafutwa. Hii iliwakilishwa na damu ya fahali mchanga, mbuzi wa Bwana na mbuzi wa Azazeli. Kadiri tunavyovuta usikivu wetu kwenye sadaka ya mbuzi wa Bwana, ambayo pia ilikuwa kwa ajili ya sadaka ya dhambi, ukweli mwingi uliofichwa unafunuliwa. Ni muhimu kwamba katika ibada ya kivuli, mbuzi wawili waliletwa mbele za Bwana na kula zilipigwa ili kubaini ni yupi angekuwa mbuzi wa Bwana na ni yupi angekuwa mbuzi wa Azazeli. Tunaamini hili halimaanishi kufundisha kwamba katika aina ya kinyume wao ni sawa, bali kuelekeza mawazo yetu kwenye ukweli kwamba kwa njia fulani mbuzi wa Bwana na mbuzi wa Azazeli walikuwa wameungana sana. Tunajua kwamba mbuzi wa Azazeli anamwakilisha Lusifa na mbuzi wa Bwana anamwakilisha Kristo. Ni wazi kwamba si sawa, lakini hebu tuangalie jinsi walivyokuwa wameungana kwa namna fulani mbinguni kabla ya dhambi. Malaika wawili wakuu au the two archangels. Kumbuka Kristo alikuwa ameshafanyika katika namna ya malaika, na hata Lusifa alikuwa anashangaa, si huyo anafanana na mimi? Kwa hiyo pamoja na kwamba Kristo ni mkuu wa malaika archangel na Lusifa naye alikuwa ni mkuu wa malaika, tofauti zao ni zipi? Sikiliza. Lusifa mwana wa asubuhi alikuwa kerubi wa kwanza afunikaye, mtakatifu na asiye na unajisi. Alisimama mbele ya Muumba mkuu na miale isiyokoma ya utukufu ikimfunika Mungu wa milele ilitulia juu yake. Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 35 aya ya kwanza. Tunajua kutoka patakatifu pa dunia ambapo panasimama kama mfano na kivuli cha vitu vya mbinguni kwamba kuna makerubi wawili wafunikao ambao hufunika utukufu wa Mungu katika patakatifu mno. Ellen G. White anasema kwamba Lucifer alikuwa wa kwanza kati ya hawa wawili. Pia fikiria ufunuo huu muhimu uliotolewa ushuhuda wa Yesu, ambapo anasema Kristo mwenyewe alimuita apate uzima.
Shetani mjaribu alikuwa amedai mwili wa Musa kwa sababu ya dhambi yake, lakini Kristo Mwokozi alimfufua kutoka kaburini. Yuda 9, The Desire of Ages, ukurasa 421 aya ya 3. Lakini Mikaeli, malaika mkuu, aliposhindana na Ibilisi na kuojana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Yuda 1:9. Na mjumbe wa Mungu Ellen G. White anasema hivi: Mikaeli au Kristo pamoja na malaika waliomzika Musa alishuka kutoka mbinguni baada ya kukaa kaburini kwa muda mfupi, akamfufua na kumpeleka mbinguni. The Story of Redemption, ukurasa 173 aya ya 2. Biblia inafunua kwamba nafasi ya Kristo kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine ilikuwa kama malaika mkuu mbinguni. Sasa tazama kinachofunuliwa kuhusu nafasi ya Lucifer kama kerubi anayefunika au the covering cherub. Uasi ulitokana na Shetani. Licha ya nafasi ya juu aliyoichukua miongoni mwa jeshi la mbinguni, hakuridhika kwa sababu hakupewa heshima ya juu. Kwa hivyo alitilia shaka makusudi ya Mungu na kupinga haki yake. Aliweka nguvu zake zote ili kuwavutia malaika waache utii wao. Ukweli kwamba alikuwa malaika mkuu, mtukufu na mwenye nguvu ulimfanya awe na ushawishi mkubwa. Malalamiko yake dhidi ya serikali ya Mungu mwanzoni hayakukubaliwa, lakini yakihimizwa tena na tena, hatimaye yalikubaliwa na wale ambao hapo awali walikuwa raia waaminifu na wenye furaha wa mfalme wa mbinguni. Hakukuwa na kivuli cha uhalalishaji au udhuru wa kutopenda, lakini kijicho na wivu ambavyo hapo awali vilithaminiwa vilipata nguvu iliyopooza akili na kuharibu heshima na uaminifu. Matokeo yake, Shetani na wafuasi wake wote walifukuzwa kutoka mbinguni. Sons of the Times, Septemba 14, 1882 aya ya 9. Tunaamini kwamba Kristo alijishusha hadi nafasi ya malaika mkuu kama inavyopatana na tabia yake ya upole na unyenyekevu, na kwa ushauri wa Mungu alihitaji, kwa sababu mikono yake ndiyo iliyowaumba malaika. Yesu aliitwa malaika wa Bwana na bado anaitwa mwana pekee wa Mungu. Kulingana na tabia yake ya ajabu, yeye huwakaribia sana wanafamilia wake walioumbwa. Anawaita wana na anakaa kati yao kama ndugu. Inaonekana kwamba ingawa Mungu alimfanya Lucifer kuwa mzuri sana na aliyetukuka zaidi kuliko malaika wengine wote walioumbwa, alipitia jaribio lililompata Lucifer baada ya kuwa na wivu moyoni mwake kwa ajili ya Kristo. Jaribio hilo lilikuwa kwamba baada ya Lucifer kujihusisha na wivu kwa Kristo, Mungu Baba alimpa Yesu mamlaka ya juu yaliyotajwa tena dhahiri waziwazi, ambaye alijishusha hata kuchukua nafasi au sehemu kama malaika mkuu, ambayo ilikuwa nafasi ile ile ambayo Lucifer alishikilia. Yaani Kristo anapoonekana ana muonekano kama wa malaika na Lucifer naye ana muonekano wa malaika, lakini hakujua kwamba huyu hapa alikuwa ni Mungu. Alikuwa amefanya incarnation ya kwanza ya kufanana malaika ili aweze kuashiriana nao. Ellen G. White anatangaza kupitia roho ya unabii kwamba Lucifer alitoa maelezo haya ya kufunua. Shetani ambaye hapo awali alikuwa malaika aliyeheshimiwa mbinguni, alikuwa na tamaa ya heshima zilizotukuka zaidi ambazo Mungu alikuwa amempa mwanawe. Alimwonea wivu Kristo na akawakilisha kwa malaika waliomheshimu kama kerubi afunikaye kuwa hakupata heshima iliyomstahili ambayo nafasi yake ilihitaji. Alidai kwamba alitakiwa kuinuliwa sawa katika heshima pamoja na Mungu. Review and Herald, Februari 24, 1874 aya ya 2. Na tena kulikuwa na baadhi waliotazama kwa upendeleo maneno ya hadaa ya Lucifer
dhidi ya serikali ya Mungu. Ingawa hapo awali walikuwa katika upatanifu kamili na utaratibu ambao Mungu alikuwa ameuweka, sasa walikuwa hawajaridhika na hawana furaha kwa sababu hawakuweza kupenya mashauri yake yasiyochunguzika. Hawakuridhika na kusudi lake la kumtukuza Kristo. Hawa walisimama tayari kuunga mkono dai la Lusifa la mamlaka sawa na mwana wa Mungu. Lakini malaika waliokuwa waaminifu na wakweli walidumisha hekima na haki ya amri ya kimungu na wakajitahidi kupatanisha kiumbe huyu asiye na huruma na mapenzi ya Mungu. Kristo alikuwa mwana wa Mungu. Alikuwa umoja naye kabla malaika hawajaumbwa kuwepo. Alikuwa amesimama mkono wa kuume wa Baba. Ukuu wake uliojaa baraka kwa wote waliokuja chini ya udhibiti wake mkarimu haukuwahi kutiliwa shaka hapo awali. Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 38 aya ya 3. Madai ya Lusifa ya mamlaka sawa na mwana wa Mungu yanaonekana kutegemea wazo lake kwamba kama kerubi afunikaye hakuwa na heshima aliyopewa ambayo nafasi yake ilidai. Lusifa alikuwa wa kwanza katika makerubi wanaofunika kwa upande wa majukumu ya nafasi kama kerubi anayefunika. Yaani pia alishikilia nafasi inayoitwa malaika mkuu. Lakini mwana wa Mungu alijishusha kuchukua nafasi sawa na malaika mkuu. Hata hivyo, Lusifa alielewa kwamba Yesu alipelekwa kwenye mabaraza ambayo yeye hakuruhusiwa. Hii ilimkasirisha na kupima uaminifu wake kwa Mungu Baba na kwa Mwana. Badala ya kupatanishwa na ukweli kwamba hii ilikuwa kwa mpango wa Mungu, Lusifa aliasi na kuchochea uasi miongoni mwa malaika kwa sababu hawakuweza kupenya mashauri ya Mungu yasiyochunguzika. Hawakuridhika na kusudi lake la kumuinua Kristo. Katika mabaraza yote ya Mungu, Kristo alikuwa mshirika, huku Lusifa hakuruhusiwa kwa hivyo kuingia katika makusudi ya kimungu. Kwa nini aliuza malaika huyu mwenye nguvu Kristo awe mkuu? Kwa nini anaheshimiwa hivyo kuliko Lusifa? The Great Controversy, kurasa 495 aya ya 1. Malaika hawa wakuu wawili wanawakilishwa katika aina ya kidunia ya ibada ya siku ya upatanisho kama mbuzi wawili wanaoletwa mbele za Bwana. Kadiri ambavyo mbuzi wa Azazeli anamwakilisha Shetani ambaye alikuwa malaika mkuu ambaye ni kiumbe wa roho, vivyo hivyo pia mbuzi wa Bwana anahitaji dhabihu ya malaika mkuu ambaye pia alikuwa kitu chenye uhai au spiritual being. Kadiri ambavyo mbuzi wa Azazeli anamwakilisha Shetani ambaye alikuwa malaika mkuu ambaye ni kiumbe wa roho, vivyo hivyo pia mbuzi wa Bwana anahitaji dhabihu ya malaika mkuu ambaye pia alikuwa kitu chenye uhai cha roho, yani spiritual being. Mungu ni roho kulingana na Yohana 4:24, na alikuwa katika namna ya Mungu na sawa na Mungu Baba kulingana na Wafilipi 2:6. Na anaendelea kusema hivi: kwa kuzaliwa kwake katika sura nyingine au incarnation, alikuwa amefikia kiwango kilichopangwa kama kafara, lakini sio kama mkombozi. Manuscript Releases Volume 12 kurasa 409 aya ya 1. Damu ya mbuzi wa Bwana inaashiria nini? Mungu alisema hivi kuhusu sifa za sadaka kuu ya dhambi. Anasema katika Walawi 17:11, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Katika mchakato wenye uchungu, Mungu Baba na Kristo walijitolea ili Kristo azaliwe katika sura nyingine ya Yesu Kristo, wakati ambapo Roho Mtakatifu wa Kristo mwenyewe alitenganishwa na Yesu, na Roho Mtakatifu mwenyewe alimfanya Yesu aanze kukua ndani ya tumbo la Mariamu kama mtoto mchanga wa kibinadamu. Tunapaswa pia kukubali kafara hii ya milele tunapoichukua damu ya Yesu
kwa imani iliyo hai, kwa sababu inanena kwa ajili yetu tu, kama tunavyodai kwa imani sifa zake. Kafara ya Yesu aliyokuwa katika namna ya Mungu ilionyeshwa kwenye kivuli cha kafara ya mbuzi wa Bwana. Yesu pia alimwaga damu yake takatifu, nafsi ya uzima wake, katika kujimwaga mwenyewe kwa ajili yetu, Roho wake Mtakatifu. Hii ndiyo maana ya mchanganyiko wa damu ya sadaka mbili za dhambi katika aina za ng'ombe dume na mbuzi wa Bwana katika patakatifu pa duniani, ambapo damu zote mbili za uhai zilikuwa muhimu ili kutii maelekezo ya Bwana katika kutakasa patakatifu siku ya upatanisho. Upatanisho wa mwisho. Anasema hivi: wakati kuhani mkuu kwa sifa za damu ya sadaka ya dhambi alipoondoa dhambi kutoka patakatifu, aliziweka juu ya mbuzi wa Azazeli. Wakati nyakati za kuburudisha zitakapokuja kutoka kwa uwepo wa Bwana, ndipo dhambi za roho iliyotubu na ambayo imepokea neema ya Kristo na imeshinda kupitia damu ya mwana kondoo zitaondolewa kutoka kwenye kumbukumbu za mbinguni na zitawekwa juu ya Shetani, mbuzi wa Azazeli, mwanzilishi wa dhambi, na hazitakumbukwa tena dhidi yake milele. Dhambi za washindi zitafutwa kutoka kwenye vitabu vya kumbukumbu, lakini majina yao yatahifadhiwa kwenye kitabu cha uzima. Sons of the Times, Mei 16, 1895, aya ya 4. Ili kupokea mvua za masika, ni lazima tuombe kwamba damu ya kunyunyizwa itumike mioyoni mwetu. Sasa kwa kuzingatia ukweli huu, ni lazima tukue katika uthamini wetu wa damu iliyomwagwa Kalvari na bado imemwagwa katika patakatifu pa mbinguni. Na pia damu au roho, uzima uko katika damu. Wakati Kristo katika mwili wake alipomwaga Roho Mtakatifu, yani nafsi ya uzima wake, hitaji kuu la kanisa lake, nuru na uzima wa ulimwengu, kwa njia ya Roho wake Kristo hutuma mvuto wa kupatanishwa na nguvu ambayo huondoa dhambi. Review and Herald, Mei 19, 1994, aya ya 1. Damu ya dhabihu yake isiyo na dosari katika ubinadamu na damu ya dhabihu yake katika kuacha namna ya Mungu vimeunganishwa bila kutenganishwa. Ukweli huu na uenee ili kumaliza kazi na kuwafanya watu wakamilifu kwa utukufu wa Bwana wetu, walioandaliwa kwa saa ya majaribu iliyo mbele yao. Tunahitaji kuweka mbele yetu ufanisi wa damu ya Yesu, damu hiyo inayotakasa maisha, inayotegemeza maisha, inayochukuliwa na imani iliyo hai, ndiyo tumaini letu. Tunahitaji kukua katika kuthamini thamani yake isiyopimika, kwani inatuzungumzia tu tunapodai sifa zake kwa imani, tukiweka dhamiri safi na amani na Mungu. Hii inawakilishwa kama damu inayosamehe, iliyounganishwa bila kutenganishwa na ufufuo na uzima wa mkombozi wetu, inayooneshwa na kijito kinachotiririka kila wakati kinachotoka katika kiti cha enzi cha Mungu, maji ya mto wa uzima. Barua ya 87 ya mwaka 1894, SDA Bible Commentary, Volume 7, ukurasa 948, aya ya 1. Ndiyo maana tunaimba kwamba wimbi la damu linalotutakasa. Hivi wimbi la damu linaloweza kutakasa dunia nzima ni ile damu ya lita 5 iliyomwagika pale msalabani? Hasha! Yaani ni damu ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, ambayo Kristo aliimwaga katika patakatifu pa mbinguni na kutenganisha ubinadamu wake na uungu na kuja hapa duniani. Utakaso na kuhesabiwa haki katika patakatifu mno siku ya upatanisho. Damu takatifu ya Kristo inayowakilishwa na damu ya ng'ombe dume huhamisha dhambi hadi patakatifu pa mbinguni, naam, siku ya upatanisho. Tunajua hili kwa sababu katika Mambo ya Walawi sura ya 16, kuhani mkuu alipaswa kuweka mikono yake juu yake na kukiri dhambi za nyumba yake juu ya ng'ombe dume kabla ya kumchinja.
damu yake iliponyunyizwa juu na mbele ya kiti cha rehema, dhambi zilihamishiwa patakatifu, namu siku ya upatanisho. Hii ni kuhesabiwa haki. Roho Mtakatifu wa Kristo, nafsi ya uzima wake, ni nguvu inayoondoa dhambi na inawakilishwa kama damu ya mbuzi wa Bwana, yaani damu inayotakasa patakatifu pa mbinguni, wakati nyakati za kuburudishwa zitakapokuja kutoka kwa uwepo wa Bwana. Tunasema hivi kwa sababu mbuzi wa Bwana ni sadaka ya dhambi ya kipekee sana, kwa kuwa hakuna dhambi zinazoungamwa juu yake kabla ya kuchinjwa. Damu yake haikuhamisha dhambi hadi patakatifu, lakini iliitakasa dhambi. Hii ilitimizwa katika kitu halisi wakati Kristo alipovua nafsi ya uzima wake, yaani Roho wake Mtakatifu, wakati wa kuzaliwa kwake katika sura nyingine au incarnation. Kafara hii ilianzishwa na Mungu mbinguni, na hakuna dhambi zilizowekwa juu ya sadaka hii takatifu kabla ya kutekelezwa. Wakati nyakati za kuburudishwa zitakapokuja kutoka kwa uwepo wa Bwana, Kristo atatuma mafuriko ya haki kwenye utimilifu wa Roho wake katika nguvu za mvua za masika, na watakatifu wa Mungu duniani watakuwa na dhambi zao hatimaye zimesafishwa kikamilifu katika tendo hili la mwisho la kusafisha patakatifu pa mbinguni, kwa kuzuia dhambi kuingia katika chanzo chake, yaani mioyo ya watu wa Mungu. Hili litafunga pambano kuu kwa kumaliza kazi ya utakaso mioyoni mwetu. Hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Waebrania 10:16 hadi 18. Ndiyo kitendo cha Kristo kilichosubiriwa kwa muda mrefu na kuombewa hatimaye kitafika, utimilizo wa ahadi yake ya agano jipya. Matendo 3:19, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kutoka kwa uwepo wa Bwana. Kitendo hiki cha Yesu cha upatanisho wa mwisho kitafunga pambano kuu kwa kumaliza kazi ya utakaso mioyoni mwetu. Tunatakaswa na Roho wa Kristo akiingia mioyoni mwetu, kama vile utomvu wa mzabibu unavyopitishwa kupitia nyuzi kwenye matawi yaliyopandikizwa. Huu ni utakaso kwa imani, Kristo akiishi maisha yake ndani yetu. Unaweza kuturuhusu kusema hivyo kuhusu utakaso, kwa sababu makanisa mengi hata hayazungumzii utakaso siku hizi, na hata ni wachache tu wale wanaohubiri wanauelewa sana. Kweli tunazungumza kuhusu mambo ambayo hatuyajui. Mambo haya ni ya juu. Ni nani anaweza kuyafikia? Hata hivyo mambo ya Mungu hayajui mtu ila Roho wa Mungu. Lakini kile kilichotabiriwa kuleta mpepeto au mtikisiko ni kuzingatia kwetu hasa kuhesabiwa haki, mafundisho ambayo kila kanisa la Kikristo hufundisha na kila mtu anadhani tunaelewa vizuri. Wengi wangeturuhusu kuzungumza juu ya utakaso kwa Roho kupitia kafara isiyo na kikomo ya Kristo. Lakini je, kuna yeyote kati yetu ambaye angefikiri kwamba bado kuna nuru muhimu kuhusu kuhesabiwa haki katika nuru ya patakatifu pa mbinguni, kwamba Kristo ameshikilia mwisho kama ufunuo kamili zaidi wa yeye mwenyewe kama mwana kondoo aliyechinjwa mbinguni? Maana ya sadaka mbili za dhambi kutoka kwenye huduma ya kivuli imeonyeshwa katika njozi ya Habakuki iliyowekwa wazi juu ya vibao kwa ajili ya wakati wa mwisho. Ukweli huu mkuu umeonyeshwa wazi katika njozi ambayo Habakuki aliona, ambayo sasa imewekwa wazi juu ya mbao mbili za amri 10. Juu ya ubao wa kwanza ameonyeshwa Kristo akiwa na miale angavu ikitoka ubavuni mwake, na hapo ndipo nguvu zake zimefichwa. Habakuki 3:4.
Juu ya ubao wa pili ameonyeshwa Yesu msalabani akiwa amepokea jeraha la kikatili ubavuni mwake, na pia ikionyesha wazi kutoka kwenye jeraha lililotengenezwa hivi kulitiririka vijito viwili vikubwa na tofauti, kimoja cha damu, kingine cha maji. The Desire of Ages, ukurasa 771 aya ya 4. Hapa katika njozi iliyowekwa na Bwana kwa wakati wa mwisho kuwa bendera kwa mataifa yote, inadhihirishwa sifa za damu ya sadaka ya dhambi zilizochanganywa mara mbili, damu iliyotiririka kutoka msalabani na bado inatiririka kutoka ubavuni mwa Kristo, ubavuni mwa Kristo, ubavu wake ambao umechomwa na miale angavu ya Roho Mtakatifu wa Kristo mwenyewe, yote ikimiminika kutoka moyoni kwa kafara yetu, mkombozi na Bwana. Yesu angetufanya tukue katika kuthamini thamani yake isiyopimika ya damu yake. Kuhusu sifa hizi Habakuki alisema vyema, na hapo ndipo palipofichwa nguvu zake. Habakuki 3 mstari wa 4. Damu ilinyunyizwa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya uvunjaji wa sheria ya upendo wa kujikana nafsi. Mungu alimtaka kuhani mkuu kuleta damu ya sadaka mbili za dhambi ndani ya patakatifu mno, na kisha kunyunyizia damu juu ya kiti cha rehema kilichofunika sheria ya amri 10 iliyomo ndani ya sanduku la agano. Sheria iliyovunjwa ya Mungu ilidai uhai wa mkosaji. The Great Controversy, kurasa 418 aya ya 1. Damu ambayo inawakilisha uhai uliopotea wa mwenye dhambi ambaye hatia yake ilibeba. The Great Controversy, kurasa 418 aya ya 1. Ilinyunyizwa juu ya sheria ili kufanya upatanisho kwa ajili ya uvunjaji wa maagizo yake matakatifu. Maagizo 10 ya sheria yanaweza kufupishwa katika upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Pia inaitwa katika kitabu cha Ellen G. White, The Desire of Ages, sheria ya uzima kwa ajili ya dunia na mbingu, na sheria ya upendo wa kujitoa muhanga au wa kujikana nafsi, upendo usiotafuta nafsi yake, ambao una chanzo chake katika moyo wa Mungu. Katika njozi ya Habakuki ya upande wa Kristo uliowekwa wazi juu ya mbao mbili za sheria ya amri 10, inaonesha kafara mbili ambazo Yesu alitoa ili kutimiza sadaka mbili za dhambi katika huduma ya kivuli ya siku ya upatanisho. Picha ya miale angavu inayotoka ubavuni mwake inaonyeshwa kwenye ubao wa kwanza, inayowakilisha upendo kwa Mungu. Yesu alikubali kwa hiari kuwa mbuzi wa Bwana, kafara ya Baba. Hii inawakilisha wakati Yesu alipojimwaga mwenyewe kutoka katika namna ya Mungu na kutenganisha Roho wake Mtakatifu aliyetumwa kwetu kama nguvu inayoondoa dhambi. Pia katika njozi ya Habakuki, kafara ya binadamu mkamilifu wa Kristo juu ya msalaba inaonyeshwa kwenye ubao wa pili wa amri 10 zinazowakilisha upendo kwa mwanadamu. Katika kafara hii Kristo alitimiza ukweli ulioonyeshwa katika sadaka ya dhambi ya ng'ombe dume kwa ajili ya familia au nyumba ya kuhani mkuu. Kristo mbinguni ananyunyiza damu yake kwenye kiti cha rehema ili kuhamisha dhambi zetu hadi patakatifu, naam, katika ibada za siku ya upatanisho. Kisha anatutumia Roho wake Mtakatifu, nafsi ya uzima wake na nguvu inayoondoa dhambi. Kafara hii iliwakilishwa kama mbuzi wa Bwana ambaye tofauti na ng'ombe dume hakuna dhambi zinazoungamwa juu yake kabla ya kuchinjwa. Ni damu yake iliyosafisha patakatifu katika kivuli, na Roho wa Yesu anayetakasa mioyo yetu katika kubadilishana na Mungu, yani ye divine exchange, ambapo inatusafisha sisi patakatifu pake pa kibinadamu, yani anachukua mauti yetu, tunachukua uhai wake au uzima wake.
Katika taswira hizi za Kristo zilizo wazi juu ya mbao mbili za amri 10, upatanisho wa Kristo mara mbili, kubadilishana na Mungu na utukufu wa upendo wa kujitoa mhanga zinaonyeshwa wazi. Mungu ameamuru kwamba dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yanavyoifunika bahari. Habakuki 2:14. Katika siku za mwisho za historia ya dunia, akitangaza ujio wa hivi karibuni wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hili litatimizwa kwa kuinua kiwango hiki kikuu cha haki. Yaani upendo unapotubidisha, tunainua kiwango cha kushika amri zake. Ufunuo wa upendo ambao lazima uende kwa ulimwengu wote. Hili ndilo kusudi la kuinua njozi ya Yesu iliyo wazi juu ya vibao wakati huu. Ni kwa kutazama tu kafara isiyo na kikomo ya Kristo ndipo tunapata dhana ya kweli kwamba hali ya dhambi inazidi dhambi na ni mbaya katika tabia. Ulimwengu lazima uelewe hili ili wote waweze kumchagua Kristo na nuru yake, la sivyo watachagua kutembea gizani na ndipo mwisho utakapokuja. Katika kuinua njozi ya ubavu wa Kristo uliochomwa iliyofunuliwa kwa Habakuki nabii ili itangazwe katika wakati wa mwisho, Mungu ameamua kwamba miale angavu ya tabia yake ya upendo wa kujitoa mhanga iangaze katika ulimwengu wetu wa giza. Maandiko yanatangaza kwamba sheria hufanya ghadhabu, maana pasipo sheria hapana kosa. Warumi 4:15. Pale ambapo hakuna ufunuo dhahiri wa upendo wa Kristo na kafara yake isiyo na kikomo iliyotolewa kwa ajili yetu, wanadamu wanaachwa kuhisi kwamba ni sawa kwa kila mtu kufuata tamaa mbaya za moyo wake, kwani hakuna kiwango ambacho uovu unaweza kugunduliwa. Signs of the Times, Oktoba 2, 1893, aya ya 4. Tena hili ndilo kusudi la kuinua njozi ya Yesu iliyowekwa wazi juu ya vibao wakati huu. Itawaleta watu wa dunia kukabiliana na kioo kikubwa cha maadili, yani sheria ya Mungu ambayo huwagundua kasoro katika tabia zao. Manuscript Releases Volume 4, kurasa 185, aya 2. Na ubinafsi wetu uliofichwa ili kutupeleka sote kwa Mwokozi wa wanadamu wote. Hebu sasa tuangalie kafara isiyo na kikomo ya Yesu ili mioyo yetu iyeyuke na kuvunjika wakati wa ufunuo wa upendo wake. Ametoa mpango kwamba tutapata msaada mwingi wa kumshinda Shetani ambaye anawakilishwa kama mbuzi wa Azazeli na kukaa pamoja na Yesu katika kiti chake cha enzi, kama tu Yesu alivyomshinda Shetani na kuketi katika kiti cha enzi cha Baba. Roho Mtakatifu, yani nafsi ya uzima wake, nguvu ambayo huondoa dhambi. Ipio the Herald, Mei 19, 1904, aya ya kwanza. Yani Roho wa Mungu akikaa ndani yetu, tunakaa na Kristo. Kuna nguvu katika damu ya Kristo ya kuondoa dhambi. Signs of the Times, Agosti 6, 1885, aya 19. Kwa njia ya Roho muumini anakuwa mshirika wa asili ya kimungu. The Desire of Ages, kurasa 671, aya ya 2. Kupitia damu ya upatanisho tunakuwa washirika wa asili ya kimungu. Testimonies for the Church, Volume 5, kurasa 740, aya ya 3. Sasa tugeuke kutoka kwenye makosa na kutembea katika nuru inayoendelea kung'aa hadi tupokee utimilifu wake. Kweli hizi za patakatifu ambazo tumekuwa tukizijadili, fundisho la Utatu Mtakatifu linapindwa kutoka kwenye muonekano kwa sababu linaficha ukweli kwamba Yesu alitoa kafara ya milele kwa kumwaga Roho wake Mtakatifu kwa ajili yetu. Utatu Mtakatifu unafundisha kwamba Roho Mtakatifu daima alikuwa ametengwa na Yesu tangu milele. Hivyo kukataa kafara kuu ya Kristo ya kumwaga Roho wake Mtakatifu kwa ajili yetu, aliyetolewa kama nguvu ya upatanisho inayoondoa dhambi kwenye kuzaliwa kwake katika sura nyingine au incarnation. Sasa hebu tukatae fundisho la Utatu Mtakatifu. Ndio maana anasema tokeni katika kosa la Babeli. Na tunapoomba hebu tudai sifa za damu ya Kristo, tukiamini na kujua kwamba wakati wa kufunuliwa kwa ukweli maalum
kuhusiana na matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii ni wakati wa vizazi vya mwisho vitakavyoishi duniani. Testimonies for the Church Volume 2 kurasa 692 aya ya 2. Hata mwisho tunapofuata nuru inayopanuka. Ukweli ni ukweli unaopanuka, na ni lazima tutembee katika nuru inayoongezeka. The 1888 Materials ukurasa 547 aya ya 4. Wakati watu wa Mungu wanapostarehe na wameridhika na nuru yao ya sasa, tunaweza kuwa na uhakika kwamba hata wapendelea. Ni mapenzi yake kwamba daima wawe wanaendelea mbele ili kupokea nuru inayoongezeka na inayoongezeka daima, ambayo inawaangazia. Testimonies for the Church Volume 5 kurasa 708 aya ya 3. Nuru mpya daima itafunuliwa juu ya neno la Mungu kwa yeye aliye katika uhusiano hai na jua la haki. Hebu mtu yeyote asifikie hitimisho kwamba hakuna ukweli zaidi wa kufunuliwa. Mtafutaji wa ukweli mwenye bidii na anayeomba atapata miale ya thamani ya mwanga ambayo bado haijang'aa kutoka kwenye neno la Mungu. Vito vingi bado vimetawanyika ambavyo vitakusanywa pamoja ili kuwa mali ya watu wa Mungu waliosalia. Lakini nuru haitolewi tu kuwa nguvu kwa kanisa, bali iangaze juu ya wale walio gizani. Testimonies on Sabbath School kurasa wa 52 aya ya 3. Taarifa ya nyongeza na masomo ya Biblia chini ya mada hii. Yaani kuongezee. Je, shirika la kanisa la Waadventista wa Sabato linafundisha kwamba dhana yake ya Utatu Mtakatifu ni ya kuunganishwa au inaitwa sikumbuki neno la Kizungu, lakini kwamba wote wameunganika pamoja, yani Baba na Mwana, eti kama ile ya Katoliki, kitu chenye uhai kimoja. Angalia kile taasisi ya utafiti wa Biblia, mamlaka ya mafundisho ya shirika la SDA inafundisha kwenye tovuti yake iliyoanzishwa ili kuwaongoza wachungaji, viongozi na walei kuhusu kila ambacho kanisa linaamini yafuatayo kutoka kwenye andiko. Tafakari juu ya fundisho la Utatu Mtakatifu kurasa wa 8. Bwana anasema hivi: kwa hivyo hata mifano bora zaidi hushindwa katika jaribio lao la kuelezea kitu chenye uhai cha kimungu, yaani ile divine being. Tafsiri zozote za kiroho si kamili na si za kweli. Zinadhoofisha na kupunguza ukuu wa kimungu ambao hakuna mfano wa kidunia unaoweza kulinganishwa nao. Neno nafsi bado ni njia mbaya ya kuelezea ukweli. Hapa zaidi ya mahali pengine popote katika theolojia tunakumbushwa tabia ya kinadharia ya mawazo yetu. Kwa hivyo lazima tukiri kwamba Utatu Mtakatifu ni Mungu mmoja asiyegawanyika na kwamba tofauti za nafsi haziharibu umoja wa kimungu. Umoja huu wa Mungu unaoneshwa kwa kusema kwamba yeye ni kitu kimoja. Hata hivyo, katika umoja wa kimungu kuna nafsi tatu za milele na sawa, ambazo ingawa ni tofauti ni Mungu mmoja asiyegawanyika na mwenye kupendeza. Hili ndilo fundisho la maandiko. Lakini nitakwambia kwamba mafundisho haya ya kisabato ambayo wasabato wa kisasa yako nje, hayaelezi picha nzuri ya Mungu na sio rahisi kupata mvua za masika. Wengi huita kanisa Babeli na kuondoka, lakini huenda nje na bado wanakunywa divai ya Babeli. Kutoka Babeli hakumaanishi kuacha kanisa la SDA la shirika. Kukimbia kutoka katikati ya Babeli kuna maanisha kuacha kunywa divai ya Babeli, ambayo ni makosa. Katika kurekebisha makosa, watu wa Mungu watakuwa na changamoto nyingi za kutosha na vita vya kiroho. Si rahisi kama kuacha tu kuhudhuria ushirika fulani wa kanisa. Yesu na manabii hawakutoa mfano kama huo wa kuacha kundi la Mungu kwa sababu ya dhambi na makosa yao. Hii iko kinyume kabisa na vitabu vya roho ya unabii kwamba Yesu alijitenga na mitume wake akajitenga, Paulo alijitenga na wanafunzi wa Paulo alijitenga. Wao wanasema baki hapo hapo. Makosa. Bwana alikuwa amewatumia ujumbe wa onyo na karipio wa faraja na ahadi kupitia manabii wake, akiamka mapema na kuwatuma, lakini walikuwa wamempiga
mmoja na kumponda kwa mawe mwingine. Na haikuwezekana kwamba nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Hatimaye Mungu alimtuma mwanawe, na kutoka tawi la juu hadi la chini kabisa alikuwa ametafuta matunda na hakupata chochote. Kwa ajili yao alikuwa ameuvalisha uungu wake kwa ubinadamu, akajifanya hana sifa, akakimbia mbele ya miguu ya washtaki na wanaomchukiza, na bado akawabeba watu waasi moyoni mwake. Alikuwa amefanya yote ambayo yangeweza kufanywa, lakini walimwacha wakidai ushahidi zaidi. Maisha yake yalikuwa muujiza mmoja unaoendelea, lakini hawakujua, na walidai awaoneshe muujiza. Lakini mbele ya kukataa kwao kabisa upendo wake, kutoamini kwao utume wake na uungu wake, alipojua kwamba wanaume wawakilishi wa taifa walikuwa wakipanga njama ya kumwangamiza, alilia juu ya mji wa upendo wake. Jicho lake la kinabii lilisoma historia ya zamani na ole na hatia ya wakati ujao, na moyo wake ulikuwa ukivunjika kwa uchungu, kwa sababu watu wa Mungu hawakujua wakati wa kujiliwa kwao. Kuzimu ilisukumwa na nguvu kutoka chini ili wakazi wenye hatia wa Yerusalemu waweze kutekeleza mapenzi ya mkuu wa giza. Wakiwa wamechochewa na adui, wangejisalimisha kwa udhibiti wa adui mbaya na kumfanya mkuu wa uzima kuwa mwathirika wao. Mawingu ya ghadhabu yalikuwa yakikusanyika juu ya mji uliohukumiwa, kwa maana walijitakia hukumu wakilia, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Damu hiyo ambayo kwa nguvu yake mwenye dhambi aliyetubu angeweza kusamehewa. Damu hiyo ambayo kwayo ulimwengu wenye hatia ungeweza kuokolewa, ambayo kwayo taifa la Kiyahudi lingeweza kuokolewa na kutakaswa, ambayo ililipa fidia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwao ilikuwa hatia ya mwisho katika kikombe cha uovu wao. Yesu alijua kwamba watu wake wateule wangemweka mkuu wa uzima na utukufu kwenye kifo cha aibu. Alijua kila ambacho kingekuwa adhabu yao. Kwa mtazamo wa kinabii, aliona majeshi ya Kirumi, alisikia maandamano ya majeshi, akaona mji umehusuliwa na kuchomwa moto na hekalu likiwa magofu ya moshi. Taabu za watu aliyotamani kuokoa zilisimama mbele yake. Anaona hatia na uchungu wao, lakini ni wasiokoma kama shetani katika uasi wake dhidi ya Mungu. 1888 Materials, ukurasa 1059 aya ya 2. Moyo wa Yesu ulichomwa kwa uchungu, na kutoka kwenye midomo yake iliyopauka yalitoka maneno, laiti ungalijua hata wewe angalau katika siku yako hii mambo ya amani yako, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Katika kutoamini kwao kiupofu, wasingemjua mkuu wa uzima. Kama wangemjua, wasingemsulubisha. 1888 Materials, ukurasa wa 1059 aya ya 3. Mwisho wa somo letu kwa leo. Hitimisho. Katikati ya video vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu, ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7, ukurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani tutaweza kuwa na sehemu katika kuutoa na kuweza kuutambua wakati unapokuja? Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli wala kufunika ujumbe kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism, ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu. Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana na kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe huu utapelekwa, watu wakubali au kuukataa.
Kama ilivyokuwa siku za Kristo, kutakuwepo na njama za hali ya juu za mamlaka za giza, lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staha ziliazo amani amani, wakati hakuna amani, kwa wale wanaogeuka mbali kutoka kwa Mungu. Signs of the Times, Volume 3, kurasa 441 ya Desemba 23, 1897. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church, Volume 5, kurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapa kuna vitabu. Cha kwanza ni Shirika la Kanisa la Mungu, nyumba iliyojengwa mwambani, shilingi 6,000. Juu ya mwamba huu, kufungua kwa siri ya Kanisa la Mungu, 6,000. Na iwe nuru, historia ya Biblia ya kutengana, shilingi 6,000. Badiliko la kupokea utatu kwa Adventista, shilingi 5,000. Neno alifanyika mwili, uungu, Roho Mtakatifu na gharama kubwa ya wokovu wetu, shilingi 8,000. Inaambatana na vitabu pacha vingine, Mbingu zilishuka chini, sehemu ya kwanza, na Mbingu zilishuka chini, sehemu ya pili. Cha kwanza kinaelezea kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine. Cha pili kinaelezea juu ya uungu. Kurasa 700, shilingi 21,000 kila kimoja. Omega ya uasi wa kuogofya kwa Adventista, shilingi 16,000. Machukizo ya Omega na historia ya kanisa, shilingi 20,000. Pambano kuu kati ya mema na mabaya, shilingi 12,000. Vitabu vinaelezea historia ya kanisa la Adventista na imani waliokuwa nayo, na huku Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Kweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusindua hadithi. Soma vitabu hivi ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedremnants.org, ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Wito. Naliona kwamba kazi ya haraka ambayo Mungu alikuwa anafanya duniani hivi karibuni ingefupishwa katika haki, na kwamba wajumbe wa haraka lazima waharakishe. Je, wote ni wajumbe? Hasha, hasha. Wajumbe wa Mungu wana ujumbe. Present Truth, Aprili 1, 1850, aya 7. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB benki. Jina la akaunti ni SDR. Namba za akaunti shilingi pamoja na dola ndio hizo zinapita kwenye skrini. Mitandao ya Kipesa, M-Pesa, Airtel Money na Tigo Pesa ndio hiyo inapita kwenye skrini. Karibuni tena kesho kunako majaliwa, tuendelee na kipindi kingine, japo kwa hizi sikukuu za mwisho wa mwaka zinaweza zikatufanya tusiweze kuhudhuria kila siku, lakini nia yetu na lengo letu ni kuendelea kukuletea kipindi karibu kila siku jioni. Naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tumepiga magoti mbele yako saa hii tukiliitia jina lako takatifu. Baba, tunakuomba uwe pamoja nasi, tusamee maovu yetu yote na tutakase kwa damu ya mwanao iliyomweka kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Zidi kujifunua kwetu siku kwa siku na kutuonyesha hizi kweli za milele, hasa kafara ambayo ilifanyika huko mbinguni pamoja na hapa duniani katika kukamilisha. Tupatie uzima wako, Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza. Katika jina la Yesu tunaomba, amina.
Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tuliyonyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni eiwa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu
kuwatafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.